Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kilianzishwa mwaka 1975 kama kitengo ndani ya Shirika la Usafirishaji la Taifa ambalo lilikuwa linajulikana kama National Transport Corporation. Kwa hiyo kilikuwa kitengo tu ambacho kilikuwa na kazi kubwa ya kuwajengea uwezo watumishi wa shirika la usafirishaji ili waweze kufanya kazi zao katika, mnakumbuka kulikuwa kuna mashirika ya Retico, Kamata na mengine. Kwa hiyo kituo kilikuwa kina kazi ya kuwajengea uwezo. Lakini baada ya mwaka 75 mahitaji ya hawa wataalamu wa sekta ya usafirishaji yaliongezeka. Na mnafahamu kuanzia mwaka 67 tulikuwa tuna East African Community, ambayo kupitia East Africa Community wataalamu mbalimbali walikuwa wanaweza wakaenda Kenya au Uganda kupata mafunzo ya usafirishaji. Lakini ilipofika mwaka 1977 mnakumbuka Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivunjika. Kwa hiyo Tanzania ilijikuta mafunzo mengi ya usafirishaji inabidi yafanyike ndani ya nchi. Ndipo serikali iliamua mwaka 1982 kwa sheria ya bunge sura 187 kukipandisha kile kitengo kilichokuwa ndani ya National Transport Corporation kuwa chuo cha elimu ya juu, ambacho ndio kinaitwa mpaka leo Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Kwa hiyo kwa leo tunavyoongea mwaka huu kina miaka 50. Kwa sasa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimepewa jukumu na serikali kutoa mafunzo, kufanya utafiti na kutoa huduma ya ushauri elekezi katika sekta ya usafirishaji. Na kama nilivyosema, chuo hiki ni cha kisekta. Ndio maana kiko chini ya Wizara ya Uchukuzi. Na vyuo vingi vya kisekta viko chini ya wizara mama. Kwa hiyo tunapowekwa chini ya Wizara ya Uchukuzi, kazi yetu kubwa ni kuangalia serikali inafanya maendeleo gani katika sekta ya uchukuzi ili chuo kiweze kuzalisha watumishi au wataalamu ambao watasaidia juhudi za serikali katika kuinua masuala mazima ya uchukuzi. Na kama chuo chochote kinachoendesha mafunzo, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kina ithibati au accreditation. Tunafanya mafunzo yetu yote kwa kupata ithibati kutoka NACTVET, na pia kwa sababu ya upekee wa mafunzo haya, chuo hiki lazima kipate ithibati ya kimataifa. Mnajua kuna mafunzo mengine ambayo ni lazima upate ithibati ya kimataifa kama vile mafunzo ya usafiri wa anga, mafunzo ya usafiri wa majini. Kwa hiyo tunapoongea sasa hivi pia tuna ithibati kutoka ICAO ambayo ni International Civil Aviation Organization kupitia TCAA, na pia tuna ithibati kutoka IASA ambayo inasimamia usafiri wa anga kwa mataifa ya Ulaya.